Kwa kazi hii kubwa mnayofanya, nitoe rai kwa taasisi zote za serikali, mamlaka zote za serikali, hata zile za udhibiti, hata zile za kodi, ushuru pamoja na zinginezo. Tumieni muda mwingi kuwezesha badala ya kudhibiti. Fanyeni kazi mpaka ya kuwashawishi. Msisubiri tu wao ndo wawashawishi. Hata ninyi mnaweza ukawashawishi, bwana, kwa jinsi ulivyowekeza hapa, ukiwekeza nyingine tutakupa nafuu kubwa kuliko tuliokupatia kwenye hii. Mna badala kusubiri wao washawishi na kuonekana wanaomba na kuonekana wanaomba kuliko wanachostahili, watangulieni waambieni, kwa jinsi ulivyowekeza hapa tulikupa kivutio hiki. Ukiwaza kuwekeza pengine tena kama hiki, tutakuongezea zaidi. Kwa sababu katika baadhi ya maeneo vivutio tunavyotoa ni vidogo kuliko kile tunachovuna baada ya uwekezaji. Mimi nimekuwa pale Wizara ya Fedha, najua kwenye kiu ya ukusanyaji, wewe unatamani kukusanya kilichopo muda huo cha kusubiri huwa kama hakina appetite sana. Lakini kuna uwekezaji fulani tulivutana kwa muda mrefu sana tulivutana, wakiwa wameomba msamaha kama wa bilioni 5 au 6, something like that. Tukavutana sana, basi hawakupata, pamoja na kwamba kwenye sheria walishaambiwa kwamba wana deserve, wakawekeza hivyo hivyo kwa sababu imebishaniwa sana. Mwaka mmoja mapato walioyatengeneza ilikuwa zaidi ya bilioni 100. Kwa hiyo kama wangeamua kuacha kwa sababu hawajasikilizwa kwenye ile bilioni 5, kwenye mwaka huo tulikuwa tunapoteza zaidi ya bilioni 100. Kwa hiyo nitoe rai kwa taasisi zetu, mamlaka zetu za udhibiti, za maduhuli, za kodi, mkishaona mfano mzuri kama huu, toeni kivutio zaidi kwamba kwenye ukishamaliza hii kama hivi ulivyofanya, kama unawekeza nyingine tutakupa incentive zaidi, ili kila wakati watu washawishike kuwekeza zaidi na zaidi. Watu wasio na regret kwamba basi tu nimeshaweka hela yangu, nisingekuwa nimeweka, nisingewekeza tena. Should not build on that direction. Iwe kama nimeshawekeza hii, nikipata saving nyingine kidogo, ama nikipata capital nyingine, nikipata arrangement nyingine, nitawekeza zaidi na zaidi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.